طيب، الآية الثانية من الآيات المتعلقة بالاعتكاف، آية بيل نوزنغمزية مصالة اعتكاف. يقول الله تعالى في محكم كتابه: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Katika aya za itikafu ni hii aya katika suratul Baqara, aya katika suratul Baqara, aya nambari 187. Allah asema akiwaelezea wale ambao wamekaa itikafu, wala tubashiruhunna, sema wala musiwakaribie wake zenu. Hii ni kwa upande wa wanaume, lakini pia kwa upande wa wanawake ambao wamekaa itikafu hataki kukutana na waume zao katika tendo la ndoa hata utangulizi. Wa antum aakifuna fil masajid, hali ya kuwa mmekaa itikafu msikitini, hairuhusiwi. Tilka hududullah, na hiyo ni mipaka ya Allah. Fala taqrabuha, musikaribie mipaka hiyo aliyokuwekeni Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika yubayinu Allahu ayatihi linnas, na hivyo ndivyo anavyoweka wazi Allah aya zake kwa wanadamu, la'allahum yattaqun, ili wapate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, tafsiri ya aya katika maneno yake Allah aliposema wala tubashiruhunna, maana yake la tulamisuhunna, yani musifanye nao yale mambo ambayo yanafanywa kabla ya tendo la ndoa, utangulizi. Ai an-nisa, yani musiwakaribie wanawake bijima'in, kwa tendo la ndoa, au takbilin, au kwa kuabusu, au nahwihi, au kwa mambo mengine mfano wake yanayofanana na hayo yote ambayo yafungamana na vitangulizi vya tendo la ndoa. Akifuna, ai maana yake makithuna lilibada, hali ya kuwa nyinyi mmekaa msikitini kwa ajili ya ibada ya itikafu. Fil masajid, amakini salati almuaddati laha. Almasjid ni sehemu iliyoandaliwa kwa ajili ya sala, ambayo ni misikiti. Naam, wa jumlatu wa antum aakifuna fil masajid fi mawdi'i nasbin ala alhali min alwawi fi tubashiruhunna, wa fil masjid mutaalliqun bi aakifuna. Haya ni mambo ya lugha ya Kiarabu, tuachie wenyewe watu wa lugha, si tuendelea. Tilka ay ma sabaqa min ahkami sawmi wal i'tikaf, hizo aya ambazo zimetangulia katika hukumu za saum pamoja na itikaf. Hududullah, mawani'uhu, ni mipaka ya Allah, yani vizuizi ambavyo wamekuwekeni. Allati mana'akum minha, ambazo wamekuzuieni musivikaribie. Mkikaribia mipaka ya Allah huenda mkaivunja, na ni makosa, takuwa mmeingia katika makosa na nakaribia katika adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu mtu akivunja mipaka ya Allah na hajatubia, basi itakuwa yeye ameamua kuridhika na kupata hasira za Mola wake. Fala taqrabuha, wala musikaribie hiyo mipaka ya Allah. Fala tadnu minha, musikaribie kabisa. Kadhalika ay mithli dhalika albayan, yani mfano wa huo ubainifu aliyoubainisha Allah alipozungumzia aya za saum, akazungumzia aya za itikaf. Yubayinu maana yuwaddihu bitafsil, Allah anaweka wazi kabisa kwa upambanuzi mzuri. Ayatihi alamatihi dalati alayhi min tashri'in au takwinin, ayati maana yake ni alama zake Allah subhanahu wa ta'ala zinazowapelekea watu wakamjua Allah, kama vile anavyoweka sheria kwa waja wake na anavyoendesha huu ulimwengu. Mtu akiangalia namna sheria za Allah zilivyojua kabisa kwamba Allah yupo na sheria zake hazifanani na sheria za kibinadamu, zimechunga
hali za watu, zimechunga nyakati, zimechunga sehemu, hazimbani mtu wala hazimwachii afanye anavyotaka, zimebalance kati na kati. Taib, na ukiangalia pia uendeshaji wa Allah katika huu ulimwengu, jua la zama, la chomoza, siku zingine laonekana, siku zingine halionekani, mvua yanyesha sometimes na wakati mwingine mvua haipatikani. Wahakadha, mtu aona kwamba huu ulimwengu waenda, kuna ambaye auendesha, tena waendeshwa kwa mpangilio na hikma, mpangilio na hikma ya hali ya juu sana, ambao si ya kibinadamu wala kiumbe yoyote ambaye ameumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hizi zaitwa ayatullahi alkauniyya, ni aya za Allah alizoziweka katika ulimwengu zinazokufanya wewe ujue kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yupo. Naam, yattaqun, ili wapate kumcha Allah, yafaluna ma yaqihim min adhabi llahi ta'ala, basi wakifanya hivyo itakuwa wamefanya mambo ambayo yanawakinga na adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, maana ya jumla ya hii aya, yanha Allahu ta'ala ibadahu al-aakifina fi al-masajid an yubashiru an-nisaa bijma'in au taqbilin au nahwihi min al-mulamasa. Katika hiyo aya iliyotangulia, Allah amewakataza waja wake waliokaa itikafu msikitini kuwakaribia wanawake kwa tendo la ndoa au masala ya mabusu na mambo mengine yanayofanana na hayo katika maandalizi ya tendo la ndoa, yote hayaruhusiwi. Wadhalika liannahum munqati'una liibadati llahi ta'ala fi buyuti, kwa sababu wao wakati wako kwenye itikafu wamejitenga kwa ajili ya ibada ya Allah kwenye nyumba yake. Asa itakuwa hairuhusiwi mtu yuko katika ibada kwa ajili ya Allah akaleta na mambo mengine yasiyohusika, takuwa amekosea na ameteleza. Wa mithlu hadhihi almubasharati tahulu bainahum wa baina almaqsudi min dhalika alinqita', na mfano wa hayo mambo ambayo wakiyafanya na wake zao yatakuwa yamewazuia wao kufikia makusudio walioyaendea kwenye itikafu, kwa sababu itikafu inamlea mtu moyo wake awe karibu na Mola wake na aikumbuke zaidi ya akhira yake, aachane na mambo ya kidunia. Lakini ikiwa mtu sasa yuaketi muda wote na wanawake na yuko katika itikafu, makusudio hatoyafikia. Taib, thumma yubayinu ta'ala anna ma sabaqa min al-ahkami, kisha Allah amebainisha zilizotangulia katika hukumu mbalimbali, hududun wa mawani'un, ni mipaka na vizuizi, shara'aha Allah ta'ala litamna'a min wuqu'i an-nas fil ithmi, ameziweka Allah kwa wanadamu ili awazuie kuingia katika madhambi. Wanaha an qurbaniha, na Allah amekataza wasizikurubie hizo mipaka, lianna alqurba minha dhari'atun lilwuqu'i fiha, kwa sababu mtu akikaribia katika mipaka ni mwanya wa kumpelekea kuingia katika huo mpaka na akauvunja. Karra'i yar'a hawla alhima, ni sawa na mchungaji mwenye mbuzi wake anachunga kwenye mpaka wa shamba la mtu, yushiku ayaqa fihi, huyu anakaribia sana kuingia kwenye shamba. Mtu ikiwa yuwachunga mbuzi wake anawachungia mpakani, huyo anatafuta lawama, kwa sababu muda wote mbuzi au kondoo au ng'ombe wanaweza wakavuka mpaka wakaingia kula mazao ya wenyewe. Falidhalika, na Allah hakukataza watu kuingia katika mipaka yake, lakini amekataza wasikurubie hata hiyo mipaka, kwa sababu kuikurubia ni njia mojawapo ya kuivunja, kama ilivyokuwa katika zinaa. Imekatazwa kuikurubia, sio kuifanya. Kuikurubia, mtu asikurubie kabisa, kwa sababu akikurubia tu ni njia inayompeleka kuifanya hiyo zinaa, wal billahi min dhalik. Taib, thumma akhbara subhanahu, kisha akaeleza Allah subhanahu wa ta'ala, anna mithla hadha albayan, mfano wa huu ubainifu aliyoweka katika hizi aya, wa da'abu Allah ta'ala fi ayatihi,
ni mwendelezo na ndo mpangilio wa Allah na kawaida ya Allah katika aya zake, yuwadhihuha linnas, ambazo anaziweka wazi kwa watu, na ni kawaida yake Allah kuwabainishia wanadamu aya zake ziwe wazi, wamfahamu kupitia aya zake na wafahamu sheria zake kwa uwazi bila kuwa na ugumu wowote na mashaka, ala wajhi tafsir, tena kwa njia ya upambanuzi na uwazi, liajli an taquma alayhimul hujjatu, ili iweze kupatikana hoja kwa wao, fayafalu ma yaqihim min adhabi llahi ta'ala, wafanye yale atakayowaepusha na adhabu za Allah mtukufu. Mtu akishakuwa amebainishiwa aya zimewekwa wazi na ameelezwa mambo kwa mapana na marefu, hana hoja yote ya kujitetea ikiwa atafanya maovu. Kinachotakiwa ni yeye ajitahidi kumcha Mola wake ili aepukane na adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Tayib, faida za hii aya ambayo imetangulia: tahrimu mubasharati nisai lishahwati ala almu'takif, zaonesha uharamu wa aliyekaa itikafu kukurubiana na wanawake kwa matamanio, hairuhusiwi. Anna mahalla al-i'tikafi al-masajid, sehemu ya kukaa itikafu ni msikitini. Fala yasihu fi ghairiha, haitakiwi mtu akae itikafu sehemu nyingine. Wa hatani alfaidatani, na hizi faida mbili za mwanzo, mahallu al-istishhadi bil aya, ndo ambazo zimekusudiwa katika hii aya. Aya hii kuwekwa katika aya za itikafu, makusudio yake ni kutajwa hizi faida mbili. Ya kwanza, kutokuwa kurubia wanawake kwa matamanio kwa mtu anayekuwa katika itikafu, na ya pili, itikafu yapatikana msikitini peke yake wala si sehemu nyingine. Na ya tatu, anna nawahi Allah ta'ala hududun tahjizu an-nasa 'anil wuqu'i fima yadhurruhum, kwamba makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala ni mipaka ambayo yawazuia watu kuingia katika mambo yanayowadhuru. Makatazo yoyote ambayo Allah amewakataza wanadamu, basi hiyo ni mipaka amewawekea, wasije wakafika katika mambo yatakayokuwa na madhara katika maisha yao ya dunia na maisha yao ya akhira. Tayib, tahrimu alwasail almusilati ila almuharramat, pia Allah katika hizi aya ameonesha uharamu wa njia ambazo zampelekea mtu kuingia kwenye mambo ya haramu. Ndo maana akakataza kukurubia mipaka yake, ili isije ikawa njia ya kukupelekea kuivunja kabisa mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ya tano kabla ya mwisho, kamaru bayani Allah ta'ala ayatihi linnas, yaonesha hii aya ukamilifu wa Allah anavyowabainishia aya zake wanadamu, sawaun kanat shar'iyyatun am kauniyya, sawa zikawa hizo aya ni za kisheria zinazofungamana na hukumu mbalimbali, au kaunia, au za kiulimwengu zinazofungamana na utukufu wake Allah na ukubwa wake katika mpangilio na uendeshaji wa huu ulimwengu. Na ya mwisho, qiyamul hujjati ala an-nas bibayani hadhihi al-ayati allati tujibu at-taqwa, kupatikana hoja kwa wanadamu kwa kule Allah kubainisha hizi aya ambazo zampelekea mtu kuwa mcha Mungu na kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ila huna naktaf, tuishia hapa. Nas'alullah ta'ala an yaj'ala hadha al-majlisa fi mizani hasanatina yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim, fa innahu waliyu dhalika wal qadiru alayh. Leo tumemalizana na hii risala ya ilmam, walillahi alhamdu. Tumuomba Allah ajalie majalisi zote ambazo tumekaa ziwe ni sehemu ya mizani ya mema yetu siku ya Kiyama, na Allah akusamehe kupitia majlisi hii ambayo tumekaa kwa muda mrefu, na atujalie kuwa na manufaa makubwa tumeyapata kupitia majlisi hii ya al-ilmamu bi ba'dhi ayati al-ahkam tafsiran wa istinbatan fi kitab as-siyam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.